Wale mnaosema Yanga sasa ni mbovu, kocha wa Young Africans anawaambia nileteeni hiyo timu iliyo bora kuliko mimi, kwani mimi nimewazidi kila kitu. Point, magoli ya kufunga na kufungwa, na amekuwa pale juu kwenye kilele cha ligi kuu Tanzania bara. Utamwambia nini? Mwisho wa Oktoba sehemu kubwa ya msimu tayari ilikuwa imechezwa. Ukweli ni kwamba tupo kwenye ligi tukiwa tumeshavuka kidogo nusu ya msimu. Tunaendelea vizuri. Ni kweli kuna kelele nyingi zinazotuzunguka, lakini ukweli ni huu. Nilipofika hatukuwa kileleni. Tulikuwa nyuma ya Simba na Singida kwa mfano. Pamoja na timu nyingine sasa tuko kileleni tukiwa na mabao mengi zaidi ya kufunga, machache zaidi ya kufungwa. Hatuna kipigo chochote. Hivyo ndivyo tunaongoza msimu kwa sababu tunastahili na tumejidhihirisha hilo. Kwa sasa tunajiandaa na nusu iliyobaki ya msimu. Miezi 2.5 kabla ya kumalizika. Itakuwa ni ngumu sana. Changamoto kubwa kwa kila mmoja. Lengo kubwa si tu kuwa kileleni kwa muda, bali ni kumaliza tukiwa kileleni. Hata na hivyo kuwa kileleni sasa kuna maana yake, kwani kunatupa kujiamini kwa kipindi kilichobaki cha msimu. Kuhusu muda wa kujiandaa kwa mechi ijayo, tumekuwa tukicheza kwa wiki nyingi bila mapumziko. Hivyo tuliwapa wachezaji mapumziko ya wiki moja, hasa wale ambao hawakuwa kwenye timu za taifa. Pia baadhi ya wachezaji walikuwa na majeraha, hivyo walipata muda wa matibabu na kupona. Leo tumefanya mazoezi ya kwanza tukiwa na nusu ya kikosi, lakini katika siku zijazo kikosi kizima kitakuwa pamoja. Tunatarajia baadhi ya wachezaji kurejea mwisho wa wiki hii wakiwa tayari kutoa mchango wao, huku wengine wakihitaji muda zaidi. Hatua kwa hatua tunatamani tuzidi kuwa imara. Kwa hiyo mapumziko ilikuwa ni muhimu sana kwetu. Kuhusu pressure, rafiki yangu, pressure tunaisikia kila siku tangu nilipofika. Yanga ni klabu kubwa, lakini sio pekee Afrika wala nchini. Kila mtu anahisi pressure na lazima tukabiliane nayo. Hakuna anayefurahia sare, na sisi pia hatufurahi sare, lakini sare nyingi hizo zilipatikana ugenini katika mazingira mabaya sana, hasa katika viwanja visivyokuwa na ubora wa kucheza mpira. Hili ni jambo linalopaswa kujadiliwa, kwani kwa maendeleo ya soka baadaye ni muhimu kuboresha hiyo hali. Ligi ni nzuri sana, inavutia, na juhudi za kuitangaza zinafanywa vizuri, hasa kupitia vyombo vya habari. Hata na hivyo kuna haja kuboresha baadhi ya maeneo ili kuendeleza soka la Tanzania. Lazima tufanye kazi mazingira ya uchezaji, kwani hali duni ya viwanja isaidie maendeleo ya mchezo. Ni jambo tunalopaswa kulikabili. Kwa mujibu wa ratiba tumebakiwa na mechi 4 tu za ugenini, hivyo tunapaswa kuwa tayari. Sisi ni timu inayofurahi kucheza soka zuri, pressure ya juu, kumiliki mpira vizuri, kutengeneza nafasi, lakini pia tunataka timu nyingine zenye malengo na mitazamo tofauti kisoka. Kuhusu pressure ni jambo la kawaida sana. Tunashindana wapinzani wa sasa Simba, Azam, JKT, Pamba, TRA na wengine wa ligi kuu. Hatulinganishi hali ya sasa na misimu iliyopita kama 2022, 23, 24, 25 kwa sababu mazingira ni tofauti. Ikiwa watu watafumba macho na kusema kila kitu ni sawa, si kweli. Hali ni tofauti na lazima tujiandae kukabiliana na hali hiyo, tukishindana na wapinzani wetu, sio wa zamani. Huyu ni Pedro. Ukisikia ni kama amewatolea uvivu wale wote ambao walikuwa wanambananga na namna ambavyo timu inavyocheza. Sisi JR Enterprises ni kama Pedro, tunakwambia lazima ushinde na ubingwa lazima uchukue. Ubingwa ni upi? Ubingwa ni kupata vifaa bora vya electronics na furniture bora za aina zote. JR Enterprises, huyu ndiye daktari wa vitu hivyo. Hapo utapata kabati za nguo, kabati za vyombo, kitchen cabin, bed sofa na box bed, TV showcase, sofa aina zote, magodoro size zote, TV size zote, sabufa aina zote, fridge pass, extension cable, TV, fridge guard, oven na majiko ya gesi, ita pamoja na blender. Kwa namba ya simu 07 63 15 30 39 utapata unachokihitaji popote ulipo, lakini unaweza ukatembelea showroom yetu inayopatikana ushirika wa Neema KSMC, juu kidogo ya hospitali wa KSMC. JR Enterprises Mosh yuko moja tu.